Habari za asubuhi ndugu watazamaji wa Mapinduzi One TV. Leo tupo katika mtaa Bomba Mbili kwa ajili ya mahojiano na mwenyekiti wa tawi la Bomba Mbili na kujua mrejesho jinsi gani ya mahudhurio ya wanachama wa Chama cha Mapinduzi katika mtaa wa Bomba Mbili. Mwitikio wao umekueje katika jambo la uandikishaji wa daftari la kudumu la mpiga kura. Mwenyekiti, mwitikio ukoje? Mwitikio ni mkubwa, ila vitendea kazi ni vichache. Ndio. Kwa sababu hamna siku ambayo kuna watu waliokuja kujiandikisha wachache, bali kila siku watu wanaondoka hawajajiandikisha. Maana yake kwa ajili ya mashine ndogo. Kwa hiyo utendaji wa vyombo ndio shida, lakini watu mwitikio wao wameitikia kwa asilimia kubwa sana. Na hili zoezi limekuwa toka siku ya kwanza au siku za mwishoni ndio mwitikio umekuwa mkubwa? Kutoka mwanzoni, kwa sababu siku zote tunalala na wanachama hawajamaliza kupigwa picha, yani kuchukua vitambulisho vya kupigia kura. Kwa hiyo hatuwezi kuzungumza kwamba limeanza limekuja mwishoni, hapana. Ni kutoka mwanzo. Maana yake hapa sasa kwa kushauri tu ni kwamba tunawashauri serikali watuongezee mashine, watuongezee na muda ili kuweza kulimaliza hili tatizo bila pasipo kuwa na shaka. Mwenyekiti, katika viongozi wako wa Chama cha Mapinduzi, mwitikio wao umekueje katika kujiandikisha katika hili jambo? Kiukweli mimi nawashukuru sana mabalozi wangu, wamefanya kazi uadilifu mkubwa. Ndio. Na viongozi wetu wa jumuiya na wengi wanaowaona wanajiandikisha ni watu wa Chama cha Mapinduzi. Wow. Kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo hatuna shaka juu ya uchaguzi huu unaendelea. Kwa hiyo tunasubiri tu uchaguzi filimbi, mambo ya tumalize kazi yetu. Mimi nikupongeze kwa hamasa yako yenyewe umefanya katika tawi lako. Nashukuru sana. Lakini mwenyekiti, kuna swali moja lenyewe nataka nikuulize. Kuna habari zenyewe zinasemekana kwamba umefanya hamasa kubwa mpaka nafika kipindi wanachama wa Chama cha Mapinduzi wanafika saa 10 ya usiku kwa ajili ya kuandikisha na kusubiri utaratibu wa kuandikisha ili waweze kujiandikisha katika daftari la kupiga kura. Mimi nadhani sio saa 10, saa 10 ni ndogo, watu wanakuja saa 8. Wow. Kwa hiyo hapa ujue kabisa kwamba ni jinsi gani watu wana hamu na huo uchaguzi. Wow. Kwa hiyo wanakuja saa 8. Nimeamka mimi mwenyewe saa 8 na nikawashuhudia kwamba kweli saa 8 watu wamekuja, wamechukua daftari na wanaandika kuhudhuria. Kwa hiyo mwitikio ni mzuri. Tunaomba tu serikali tuongezee muda kidogo, lakini iongeze na mashine. Wow. Ili kuweza kufanikisha hili jambo kwa haraka zaidi. Sawa. Mwenyekiti, jambo lingine yenyewe tutamani tujadili pamoja na wewe ni swala la unaoneje kwamba siku zikiongezwa ili kila mwanachama Chama cha Mapinduzi apate haki ya msingi ya kuweza kujiandikisha na tuweze kujipatia ushindi uliotukuka katika uchaguzi huu? Mimi nadhani kwa hilo hapa halina shaka. Maana bado wanaoingia ni wa kwetu. Na waliopiga ni wa kwetu. Kwa hiyo cha msingi ni kutuongezea tu ili tuweze kupata zaidi ya kile. Maana mpaka sasa hivi tunacho zaidi. Kwa hiyo bado tuongeze zaidi ili wasipate kulalamika baadaye kwamba wameibiwa kula na kadhalika. Wazione zenyewe tu mezani. Wakihesabu watakuwa na majibu. Na swala lingine la msingi la kutaka kujua, hebu tukumbushe uchaguzi wa serikali za mitaa katika tawi lako la Bomba Mbili au katika mtaa wako wa Bomba Mbili, ushindi wake ulikuwa kwa asilimia ngapi wenyewe? Mimi huwa nasema tu tena sio kwa tawi la Bomba, sio kwa Bomba Mbili. Mimi nasemaga ni kwa kata ya Kivule. Huwa tuna rekodi ya asilimia kubwa kwamba Bomba Mbili ndio huwa inawapita wapinzani kwa asilimia 10. Kwa asilimia 10. Hata huu uchaguzi wa sasa hivi tunawapiga watu kwa asilimia 10. Yaani wao wana asilimia 10 tu. Ya sisi tumechukua zote. Maana yake tulikuwa tunakula zaidi, wao wanakula 100. Tulikuwa tunakula 1000. Nadhani tulikuwa tunakula 1000 na wao walikuwa na 100. Maana yake hapa tulikuwa tuna upinzani hapa. Wow. Ukijilinganisha tawi au mtaa wa Bomba Mbili na mitaa mingine, je, Bomba Mbili katika kata ya Kivule ina kielezo gani katika mwitikio na uhai wa Chama cha Mapinduzi katika kula za serikali za mtaa na serikali kuu kwa kila mwaka wa uchaguzi? Vipi, ikoje hiyo katika mtaa wa Bomba Mbili? Mimi nadhani hili hapa halina ubishi, hata wao viongozi wa kata wanafahamu. Kila uchaguzi unayokuja Bomba Mbili ndio ina asilimia kubwa. Wow. Ambayo ndio inaibeba kata ya Kivule kwa asilimia kubwa. Wao wenyewe wanafahamu. Wow. Hata kama watakuwa wabishi lakini wanafahamu kweli kwamba Bomba Mbili
ndio asilimia kubwa. Bomba mbili tukiamua la kwetu huwa alishindikana, huwa tunamaliza kazi yetu mapema tu. Na ndio maana hata kwenye uchaguzi wa serikali ya mtaa hatukuwa na shida, kwa sababu tulijipanga vizuri tukamaliza zoezi vizuri. Mama atarajie nini katika matokeo ya mwaka huu? Matarajio kwetu sisi Samia tu abebe kula zote, maana kula za huko hamna wapinzani kwetu. Wow. Atabeba hizo, na mbunge atabeba, na diwani atabeba. Wow. Tukupongeze kwa kazi nzuri, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Asante.